Salama, namshukuru Mungu. Uko vizuri? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mara mwisho tulikutana. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Niko vizuri. Mara mwisho tulikutana kwenye mchezo wenu dhidi ya Singida Black Stars. Yes. Ni mchezo ulikuwa mzuri, ni mchezo ambao tumeenjoy kila mmoja. Ameona maana halisi ya ligi ya NBC. Kwa hiyo ndio maana tulikutana pale, kuna namna ambavyo tunakwenda kutimiliza mchezo wetu. Na naamini kwamba kila mmoja anajua namna ambavyo mchezo ulivyokwisha. Tumeweza kukusanya point 3 dhidi ya Singida. Kikubwa ni kushukuru tu. Waswahili wanasema kilichopita tayari kimeshapita. Mikoe Kisugu, kabla hatujaenda kuzungumza michezo ya kesho ambayo inaenda kutamatisha msimu huu wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara 2025-2026. Kuna vitu vinaendelea, ni kama Simba sasa wako serious kuelekea msimu unaokuja. Kuna taarifa nimeipata kwamba kocha Steve Barker mapema tu amewaambia viongozi waweze kumaliza usajili haraka sana kwenye dirisha kubwa la usajili, lakini kubwa atatoa siku 19 tu kwa wachezaji kuweza kupumzika, na anahitaji haraka sana kambini kuelekea msimu unaokuja. Kisugu, hii kwako ina maana gani? Kwangu ina maana nzuri, lakini pia mimi naamini kwamba lazima tumpongeze mwalimu wetu Steven Barker kwa mabadiliko makubwa ambayo aliyoleta katika timu yetu. Moja, ukihakikisha wakati tunaanza ligi NBC hatukuanza na mwalimu Steven Barker. Siku zote kwenye mpira kuna kitu kinaitwa pre-season. Kila mwalimu anatamani kwenda kutengeneza misingi mizuri ya timu yake kuelekea kwenye ligi husika. Kwa hiyo mwalimu Steven Barker hakupata hiyo bahati ya kuingia na Simba pre-season. Maana yake hakupata muda wa kwenda kutengeneza misingi sahihi ya timu yake namna ambavyo wanavyoitaka kuelekea kwenye hiyo ligi ya NBC. Mwalimu Steven Barker timu ameichukua mikononi mwa mwalimu wenziwe. Amekuta timu tayari iko kwenye mzunguko wa pili wa ligi ya NBC. Kwa hiyo mwalimu wa haraka anaofanya ni jambo sahihi, kwa sababu anahitaji na kuona namna ambavyo anakwenda pre-season mapema ili kwenda kutengeneza misingi imara, misingi ambayo italeta tija, misingi ambayo italeta faraja, misingi ambayo italeta furaha kwa wana Simba Sports Club. Tunaamini bado tunaendelea kupambana kwenye ligi ya NBC. Na historia inaonyesha kwamba mpaka hivi sasa yawezekana mechi za mwisho za kesho ndizo tutakwenda kumtambulisha bingwa rasmi. Kwa hiyo maana mwalimu Steven Barker anaitaka usajili umalizike mapema. Aingie mapema pre-season ili kuhakikisha ligi ya mwakani anaimaliza mapema. Leo hii Salome, historia inakwenda kumpelekea mwalimu wetu Steven Barker afanye maandalizi mazuri ya mwakani kuelekea kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika na kuelekea kwenye ligi ya NBC. Historia ya Simba kwenye mashindano ya kimataifa bado inakwenda kuwapa morali na maswali magumu walimu. Maana yake wanahitaji kufanya maandalizi mapema ili kuhakikisha wanakwenda kukaa kwenye standard ambayo wameikuta Simba kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mwalimu anapoamua usajili ufanyike mapema, na nikuibie siri Salome, hili nitalisema mwenyekiti wa klabu ya Simba, wa bodi ya kurugenzi mzee wangu Magori, mwenyekiti wa klabu ya Simba Mutaza Mangungu, na wajumbe wa kamati ya usajili na wajumbe wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba. Sio msemaji wala sipaswi kuzungumza hiki ambacho ninataka kuzungumza, lakini mimi kijana wao na imani kwamba watanisamehe. 99.9% usajili wa Simba umekwisha. Tena hapo Mikoe Kisugu, kabla hata dirisha lenyewe halijafunguliwa tayari. Simba ni klabu kubwa. Ina viongozi ambao wanaojitambua nini maana kuongoza mpira. Na usajili wetu sisi Simba hauendi kusajili zaidi ya wachezaji 5. Naamini inawezekana wa kimataifa wakawa 2, wachezaji wa ndani wakawa 3. Lakini na hakika mpaka leo nazungumza kwenye vyombo vya habari, hiki ambacho alichokiomba mwalimu Steven Barker kwamba usajili wa Simba usajiliwe mapema, usajili wa Simba 99.9% umekamilika. Hii inaleta kwamba taswira kuelekea msimu unaokuja kwamba mnahitaji sana makombe Mikoe Kisugu na kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Miaka yote tunahitaji makombe. Miaka yote sisi tuko serious.
kwenye ligi na tuko vizuri, isipokuwa kuna muda mwingine tunashindwa kufanya vizuri na kuchukua mabingwa kwa sababu ya nguvu za watu wachache. Ngoja Salome nikupe historia ndogo. Miaka minne Simba aliyopoteza kwenye ubingwa wa ligi NBC, ndio miaka minne Simba amefanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Leo tunaamini experience ya Tunisia, tunaamini Kaizer Chiefs, tunaamini Club Sports Villa, tunaamini Al Jadid. Hizi klabu nimekutajia kutoka mataifa tofauti ambako Simba akienda anafanya vizuri. Unataka kunambia kule mechi nyepesi kuliko ligi NBC? Kodio. Kwa nini kwenye ligi NBC Simba afanye vizuri? Kwa nini kwenye mashindano ya kimataifa Simba anafanya vizuri? Kuna mwaka Simba tulizungumza vibaya, tulikuwa na striker anaitwa Baba Omar Jobe. Omar Jobe. Kuna striker tulikuwa naye Fred Funga. Lakini Simba hii imekwenda kucheza robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Nitakupa mfano mdogo. Tanzania hii kuna goalkeeper anaitwa Djigui Diarra. Kuna goalkeeper anaitwa Kasal wa Simba. Djigui Diarra ameanza ligi, Kasali ameikuta ligi kwenye mzunguko wa pili. Lakini ukichukua tathmini toka ligi ilivyoanza mpaka hapa inapokwenda kusha, ukichukua kwenye dirisha dogo, tofauti ya Kasal na Djigui Diarra, difference clean nani wanasemaje? Kuto kufungwa clean sheet. Tofauti ya mbili. Tofauti ya mbili. Maana yake ukienda kwenye takwimu kwenye mzunguko wa pili, Kasal amefanya vizuri kuliko Diarra. Tasmini. Nini lengo langu? Kuonyesha kwamba Simba kila mechi tunachukua serious, kila ligi tunachukua serious. Kuna muda nyingine nguvu za watu wachache zinasababisha Simba kutokuwa bingwa kwenye nchi hii. Nguvu za watu wengine. Yes. Na kwa nini nataja nguvu za watu wengine? Kwenye maisha naamini kuna haki na kwenye maisha naamini kuna bahati. Haki na bahati. Salome. Hayuko mlinzi wa hii dunia. Hapa kushoto kwangu kuna kaburi la mzee wetu, Mwenyezi Mungu amweka mahali pema, mzee Sharifu huyu. Hili kaburi historia yake zaidi ya miaka 250 lipo, lakini mwanadamu gani na umri wa miaka 120 kwenye dunia hii? Msijidaie mali, msijidaie vyeo Salome. Vyeo vyenu visikupeni jeuri kwenda kuwadhulumu wenye haki kwa sababu ya vyeo. Kumbukeni mna magari, kumbukeni mna mali, lakini punzi si mali yenu. Mnawaumiza wana Simba, mnawaumiza kina Pasi milioni. Hawa wanasafiri kila siku na magari usiku na mchana. Hakuna walichotafuta zaidi ya furaha. Kwa nafasi yako Salome na cheo chako ulichokuwa, unakwenda kudhulumu furaha za watu kwa sababu ya nafasi yako. Mambo ni mazito Mikoi. Leo hii kuna watu wanajitolea kwa namna moja au nyingine. Anakupigia simu Kisugu, vipi? Unakwenda Mbeya. Baraza kutoka Arusha. Mbeya sendi, anakupa nauli. Unakwenda Mbeya. Kuna muda mwingine Mama Nasra anaamka asubuhi, mume wangu leo usende. Unatumia mfumo dume, unalazimisha. Yote unakwenda kutafuta furaha. Anatoka mtu kwa sababu ya nafasi yake na uwezo mkubwa, anakwenda kuiba furaha za watu, maisha yaende. Salome, wacha nizungumze, tazungumza Jumatano inshallah. Kikubwa niwatakia afya njema waandishi wa habari, niwapongeze, mmefanya kazi kubwa. Sawa Mikoi, tulikuwa tunamzungumzia kocha Steve Barker. Umezungumza kwamba ameingia kwenye mzunguko wa pili na improvement ya kikosi chenu mnayoiona. Anaenda kuwapa taswira gani? Tumeona lawama nyingi huwa zinapelekwa kwa kocha kama timu isipofanya vizuri. Sasa hivi sijaona kabisa malalamiko kuhusiana na kocha Steve Barker akienda sasa kushika hatamu kuanzia mwanzo wa msimu. Usajili akifanya mwenyewe. Hii Simba inaenda kuwa Simba aina gani Mikoi? Na hii ndio inaonyesha namna ambavyo wana Simba walivyokuwa makini juu ya timu yao.
Hakuna mchezaji anaonyeshwa kidole, hakuna kocha aliyeonyeshwa kidole, kwa sababu mimi ukiniambia mwalimu Steven Baka naamini kwamba ndio mwalimu bora kwenye ligi NBC. Toka alivyokuja kwenye ligi NBC, toka alivyoingia kwenye nchi, hajawahi kupoteza mechi kwenye timu yote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hajawahi. Maana yake wana Simba tutaendelea kutembea kifua mbele tukiamini mabadiliko makubwa ya timu yetu, na moja ya chanzo kikubwa cha mabadiliko ya timu yetu ni mwalimu Steven Baka. Leo hii hakuna mwana Simba anayeweza kutembea kinyonge. Unajua mwanadamu mwenye akili timamu unakaa mtaani hivi, alafu nyumba ya 4 ukiangalia kuna mtu ana Land Cruiser, alafu historia ya maisha yake unaijua. Mwanao anatoka ngombe, baba mwangalie mzee Kisugu anatembea Land Cruiser, mwambie sawa Land Cruiser ya kwake lakini katapeli. Hakustahili kuwa nayo. Hakustahili kuwa na Land Cruiser. Mwambie sema kweli mwanangu Land Cruiser yule ya kwake, lakini yule mwizi. Unajua furaha mtoto siku zote kula kushiba Akishiba anafanyaje? Analala. Unajua namna baba yako alivyopambana kupata mchele na tasi, wewe unakula? Mwizi. Tapeli. Baba kadhuru. Kwa hiyo lazima niseme tumpongeze sana mwalimu wa Simba Steven Baka kwa kazi kubwa na kazi nzuri anofanya. Kwa niaba ya mashabiki wa Simba tuko nyuma yake, tunampongeza kwa kazi aliyofanya. Kwa niaba ya mashabiki wa Simba nichukue nafasi hii tuwapongeze sana wachezaji wa Simba, wamepambana, wamepambania timu kwenye jasho na damu. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya mashabiki wa Simba tuwapongeze management ya Simba chini ya mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi Clatous Magori, wamefanya kazi kubwa. Lakini kipekee tuipongeze kamati ya mashindano, ilipambana usiku, ilipambana mchana, na inshallah kwa uwezo Mwenyezi Mungu kesho tunakwenda KMC, tutakwenda kumaliza game salama. Tarehe 30 wiki ni kesho, tunaenda kutamatisha ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu. Moja ya kauli yako Mikoi Kisugu ulizungumza na kusema kwamba mnastahili kuwa mabingwa msimu huu, na mnaiona Simba inaenda kuwa mabingwa. Mechi imesalia ni moja tu kesho ya maamuzi, wewe dhidi ya KMC, lakini watani wako dhidi ya JKT Tanzania, na wanasema ndio mechi ambao wanaenda kutangaza ubingwa wao. Mikoi Kisugu, ile ndoto yako ya Simba kuwa bingwa msimu huu ni ghafla kama imezimika? Swali lako zuri, lakini na imani kwamba nipe muda nitalijibu Jumatano baada ya ligi kwisha. Swali lako zuri. Nipe muda. Tarijibu Jumatano baada ya ligi kwisha. Ligi itakapokwenda kwisha ndio atajulikana kwamba nani bingwa. Mimi naamini kwenye mpira chochote kinaweza kutokea. Kimeshawahi kutokea katika nchi hii. Historia bado iko wazi. Simba alitoka nafasi ya 4 akawa bingwa kwenye nchi hii. Kwa hiyo kwenye football na imani chochote kinaweza kutokea, lakini kikubwa tujipe muda, twendeni tukaisupport team, tukasupport vijana kwenda kupambana. Mimi naamini baada ya bingwa kutangaza, nitafuta Jumatano, nitakuja nitaongea. Una mengi ya kuzungumza Mikoi. Nitakuja nitazungumza. Nitakuja nitaifahamisha dunia kwamba huyu alikuwa na haki ya kuwa bingwa au huyu alistahili kuwa bingwa, kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi. Kila mmoja anajua. Sasa hivi wallahi na hapa ushahidi ninao, hayuko mwandishi wa habari yoyote ndani ya nafsi yake ukimuuliza nakwambia timu ambayo inastahili kuwa bingwa ni Simba Sports. Wanahabari wote, mbona unawasemea Mikoi? Mmoja wakilishi waandishi wa habari Hans Rafaeli ametoka hadharani akasema kuna waamuzi matapeli. Kasema kusema Utakuja hapo kwenye Hansi sasa na kauli yake. Mikoi, umemtaja hapo Hansi, na moja ya kauli ambayo ameizungumza anasema kwamba Simba kama watakosa ubingwa basi wajifunze, ili wawe mabingwa wajifunze kumfunga Young Africans. Unakubaliana naye kwenye hii kauli kwamba kushindwa kwenu kupata alama 3 mbele ya Young Africans kunawafanya nyie kutakuwa mabingwa? Yuko sahihi. Yuko sahihi. Lakini mwambie Hansi, sisi tunamshindwa kumfunga Yanga kwa sababu waamuzi hawataki sisi tumfunge Yanga. Nenda kamwambie hilo. Yuko sahihi kwenye kauli yake. Mwambie Hansi
Sisi tuna uwezo wa kuwafunga Yanga, lakini wako waamuzi hawataki Yanga afanyeje? Tumfunge. Moja mwamuzi ambaye hataki si Yanga tumfunge ni Kasimu Mpanda, amekataa goli la halali wapi? Zanzibar.